Naitwa DJ Maki kwa namba za simu ni 0712532484. Picha inakwenda kwa jina la Crazy Safari. Inakuja picha hii inakuja kwa hisani ya MGL inayopatikana ndani ya Yombo Kolimboa. Pia unaweza ukapata kwa namba za simu za 0715 13 38 14 36. Pia unaweza kupata ndani ya Vingunguti Kidarajani. Picha hii unaweza kuipata kwa Dalu aka Nagna Video Library ambayo ipo ndani ya Vingunguti Kidarajani. Pia unaweza kuipata kwa Joshi ambayo inapatikana ndani ya Yombo Miteda. Naitwa DJ Maki nikiwa tayari kabisa kuwaletea picha hii ya Crazy Safari, yani safari ya uchizi au safari ambaye ni uchizi mtupu ndani yake. Lakini ukiwa katika mitaa ya Mwananyamala unaweza ukaipata picha hii kwa Waziri Munzi aka Baba Mlezi wa Wana. Pia unaweza ukaipata kwa partner wake na Waziri Munzi anaitwa Zungu, anapatikana ndani ya Mwananyamala ya Ujiji. Lakini ukiwa ndani Ifakara utaonana na Ustaz Dikolaga, na ukienda Dodoma utamwona mzee mzima The Guinness Video Library. Picha hii imeletwa na mkurugenzi Bill Chan. Hadithi ya kale ya China inasema mtu akifa mwili wake hautaweza kupumzika mpaka mwili uzikwe. Iwapo kama mtu atakufa mbali na nyumbani, basi lazima atokee shehe au Shaolin amwombee ili mtu huyu apate kurudi au kupelekwa mpaka nyumbani atulizane. Nafikiri umeweza kunipata kwamba mtu akifa, hadithi ya zamani ya China inasema kwamba hawezi nafsi yake ikatoka katika ule mwili mpaka utakapoweza kuzikwa mwili ule. Na kama akifa mbali na nyumbani, basi lazima apatikane kuhani wa dini ya Shaolin akaombea ule mwili ili ule mwili upate kusafirishwa kwa vizuri zaidi mpaka ufike kunakohusika auweze kuzikwa. Sasa leo hii hapa kuna hadithi inakuja katika moja kati ya nchi ya Uingereza. Wanasema hivi, kulikuwa kuna hadithi ambayo inasema kwamba kuna mavampire katika dunia. Huyu ni vampire wa Ulaya na huyu hapa ni vampire kutoka katika nchi za China. Huyu kidogo ni tofauti. Hata kama ukienda kwa msalaba, vampire wa Ulaya atakimbia, lakini vampire wa China ogopi. Yani kwa jinsi alivyokuwa ngangari, mpaka vampire wa Ulaya anamuogopa. Sasa leo hii tunaye huyu vampire, mtu wa kale ambaye alikuwa apata kuishi katika miaka hiyo nchini China,
ambaye unaweza ukamuongoza binadamu. Utaweza kumtumia kwa kile unachokihitaji. Leo tunamuuza hapa. Historia ya China kama inavyoweza kusema, na sisi naye mtu huyu amekufa miaka 2000 iliweza kupita nyuma, roho yake kuweza kuzikwa, yani mwili wake hujaweza kuzikwa kwa maana bado nafsi yake iko pale, lakini anakuwa kama mzimu fulani. Kwa hiyo sasa mkate dau wenyewe ni shingapi? Mnaweza mkamchukua vampire atakaweza kuwasaidia katika maisha yenu? 70, 80, 90, 100. Mama yangu, watu wanapanda dawa. Crazy. Si ujamaa siju chizi. Sikiliza mister. Samani kidogo tuongee. Bana mister, unajua huyu kiumbe ni wa jamii yetu ya China. Huyu akufai. Niachimi nimrudishe nyumbani akazikwe vile vinavyotakiwa. Great. Vyovyote vile mistaki. Cha muhimu kama unaweza panda dau bwana. Ili hata kama umchukue mnataka mimi nimtumie katika shughuli zake. Ila kwaje? Tukate dau tu. Wakakata dau. Baada ya kuweza kufanikisha kumpata huyu vampire, basi wanahitajika kumsafirisha kutoka Ulaya ya Marekani ili kumpeleka China. Sasa huyu jamaa huyu ni kuhani. Kama kuhani lazima amsalie kama nilivyoweza kukuambia mwanzo. Ili mwili huu uongozwe uende wenyewe kuelekea katika nchi ya China. Yes, kashamka huyo. Baada ya kumsalia kamwamsha. Watu nyie msipime. Inakuwaje? Haya twende huku. Yaani zamani ninavyosadiki kani hivyo, mtu akifa unaweza kumuongoza kwa design. Anaongoza mwenyewe, haina hata gharama ya kwenda kununua gari, si kukodisha gari. Yaani mnamuongoza kwa design hapa, mnaenda kumzika. Sasa tufanye nini? Pindi ulipokuwa umetoka nje, ile ilikuwa ni siku ya burudani. Unajua katika nchi za Ulaya kulikuwa kuna matamasha ajabu ajabu. Hususan tamasha ile leo ilikuwa ni tamasha la kuvaa vinyago venye kutisha. Yaani masuala ajabu ajabu mtaani, mnaruhusiwa kufanya hivyo. Sasa ilibidi waondoke na vampire wao. Na kwa sababu walikuwa wamevaa nguo za ajabu ajabu na jinsi alivyokuwa anacheza kama hao wengine, wakajua huyu hana shida. Kumbe wakujua kwamba huyu ni Mr. Vampire. Jamani we baba, nimempenda huyu rafiki yako, yuko fresh. Sasa mara anaongozwa siko bwana. Nyie mmekamata kirungu changu nyie pumbavu. Na nikakwambia ugongoje kengeri yangu. Vampire anakwenda siko. Na huyu baba anajaribu kumuita sehemu alipo. Wewe! Wapi wewe? Chauku! Mr. Vampire kaibiwa na Masela. Kudarekebu mpige sachi huyo. Huyu ni fala huyu. Ana nini tena huyu? Kitu gani hiki? Ugoro. Wewe mpusi, kitu gani hiki? Ugoro au nini? Vampire ameibiwa. Ngoja cheki sura yako. Kumbe ukichomoa kikaratasi inakula kwako. Mama! Toba! Mr. Vampire ukimchomoa kile kikaratasi anakuwa noma. Jamaa akarudisha kile kikaratasi. The ancestor forgives you. Unajua wakati mwingine msichezee vitu ambavyo hamvijui. Mtakufa bure. Utuambii chochote, toa mapene. Sasa tuogopi vampire, tuogopi nini? Wanaume hapo tumeshapinda. Mama, sehemu zangu za siri. Wewe baba wewe. Baada ya kuwapiga alisema haya, kamateni mshuko huu hapo, msizoe. Bwana, maumivu tumeyapata lakini msela ametukatia chacha mna noma. Hey, white one, where have you been? I've been driving my ass off looking for you. You must take your job seriously, man.
We hired you to raise my ancestor and take him back to China so we can... Bwana, tayari nimeshaandaa ticket na tayari tumeshapata ndege ya kukodi. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda shwari. Mama yangu. About this. Ameko kunako gari na sasa safari ilikuwa ni kuelekea ndani ya uwanja wa ndege wapate ndege kuelekea nchini kwao China. Are you sure he was an important nobleman? I checked your family tree and I couldn't find an important dynasty noble. Inasadikika huyu kiumbe The ambassador... mwenye historia ya enzi na enzi anaweza akaleta madhara yote iwapo kama karatasi itatoka. You think it worth it to take it? Safari imeanza kutoka bara la Amerika How important he was. kuingia katika nchi ya China. Lazima watakata katika bara la Afrika. What the hell? Lakini safari yao ilipokuwa imefika katika bara la Afrika wanalikata kwa kuelekea China. Okay, we have Kuna tatizo limetokea. to find our direction. Bwana, unajua ni vipi? Don't you look... Ndege imezidi uzito hii bwana. He's already talking Kwa hiyo msije mkanizingua. Ngoja kwanza tuangalie hali ya hewa sio nzuri. out of order. He's lost. Huyu bwana akasema kwamba tusimzingue, hali ya hewa sio nzuri. Kwa hiyo Chinese one? Does it work? Compass was invented by the Chinese. Don't you know that? wewe usiogope kuhusu chochote kuhusiana na masuala yetu ya Kichina. They're going. Wewe tulia, mwambie kwamba sisi tuko radhi kumpatia kiasi chochote cha pesa. Na ramani tunayo hapa. East. Amesema anahitajika tuendelee east. Kwanza akacheki ramani kwa sababu ndege inakwenda siko. Bwana. Ameelekea kaskazini mzee. Anasema elekea kaskazini, kata kushoto. Hali ya hewa ilikuwa si nzuri mpaka ndege inakwenda siko. Wanakutana madhuruba mabaya, ndege inakwenda hovyo. Lakini ndani ya jangwa la Kalahari kulikuwa kuna bushman mmoja, yani mtu wa msituni. Anafanya mawindo leo hapa. Maisha yake ni kama unavyomuona siku zote. Ni mtu ambaye anavaa kidubwana chenye kuziba sehemu ya mbele tu, huku nyuma kuko wazi. Huyu bwana katika kimbiza wanyama alipata kuona kuna watu hapa wamekamata wasichana. Hakujua wamefanya nini, kumbe kulikuwa kuna wazungu walioingia katika msitu huu kuja kuwachukua wasichana kwenda kuwauza. Basi huyu bwana ilibidi ajitahidi kidogo kuwafungulia watu wa jamii yake. Haya jamani, nyanyukeni na mwende. Hey! Wanaondoka. Vijana wanakuja ambao walikuwa wameweza kuwanasa wasichana. What are you waiting? Sasa imekuaje? Yes, over. Hao wasichana mbona wanaondoka? Hey, mister, hebu njoo. Nipatie bunduki yangu. Nenda kakimbize kule. Sasa we mama, kwa nini mlikuwa mmewakamata hao? Wanted to put his hand on the lady. Hey, ataka kumsalimia. Kumbe huyu mama alikuwa juu kwamba hii ni salamu. First. Akamsukuma. Wait. Hii ni salamu ya kikwao. To her. Mama, mimi nakusalimia tu. Ngoja kwanza mama, wewe unanishikia fimbo. Oh my God. Unanishikia fimbo. Dereva akatupa soda. Chupa ya soda mama. Go ahead. Hivyo ni mpumbavu. Mama yangu, toba. Toba mama, akawa midebwedo kaenda chini. Mheshimiwa, sasa inakuaje? Ndege inakwenda chini kwa sababu ya uzito. Kwa hiyo ili tuweze kuruka tupeni vitu. Sasa umama tena kimemgonga kitu gani hiki? Wewe imekuaje, umemfanyaje mke wangu wewe? Toba Mary. Sema mwenyewe, ninakamata temke hapa. Inawasha hii. Nitakuwasha. Wanatupa soda. Unajua nini? Chupa hii imetokea huko juu kama hivi. Mara ikaja mzee kamgonga. Kimiujiza na zile soda zikaja nazo. Maana ndio zilikuwa zimefikia wakati wa kudondoka. Toba mama. Wasichana wanapata nafasi kwa mara nyingine tena kukimbia. Wakati ule bushman naye akatoweka. Sasa ikawa ni vurugu kwa nasa. Kamata, kamata. Mayday, tunaomba msaada, ndege inakwenda chini. Dereva akashindwa kuiongoza. Sasa wakurugenzi, imekuwaje sasa? Hapa hakuna jinsi. Mdondoke tu. Kuna maparachuti matatu, sasa nyewe wenyewe si mtajuaje kufanya hivyo? No! Don't move! Tulia wewe, lete parachuti. Come on! Tulieni. No! Lete parachuti. Inaweza kuwa parachuti imebaki moja tu. No! Mwambie jamaa kwa nipe parachuti. It's too bad! Pumbavu zenu nye. Okay, get back there! Rudi nyuma, rudi nyuma. Anawakimbia. Okay, guys! Ama bwana. Goodbye! Kwaherini. Good luck! Kwaherini na kuwapatia baraka njema, muende huko.
What? No, we only have one parachute. Sasa itakuwaje? Don't worry, that's Ndege inaenda chini. Usiwe na wasiwasi bwana, Mwenyezi Mungu atatusaidia. No, it's a very smooth. Atatusaidia vipi bwana? Take off. Nakwambia usiwe na wasiwasi, parachute mwenyewe itamuua yule. Yesu anajifanya mjanja. You put this one on. Kwanza nyingine hii hapa. One on my ancestor. Shenzi. It's already. Yeye alikuwa anajua kwamba parachute iko moja. Still my ancestor. Parachuti wakamvisha ule mzimu You won't blame. wa kivampire. Understood. Sasa bahati mbaya tena parachuti zenyewe zimeisha. Sasa huyu mmoja sio itakuwaje? Kwa sababu ile parachuti lazima ikamatwe sehemu ambako inaweza ikajifungua. Wakamwekea kamba huyu vampire ili atakapoweza kudondokea chini na ile parachuti ipate kufunguka. Pindi ile kamba itakapoweza kuvutwa, aendi sasa. Mama yangu aendi. Hivyo falani. Tembea mbele huko kwa sababu mimi siku kule mbele nikulete. Do that. Hawezi kwenda kwa sababu wewe uko nyuma. Okay. Sasa sinamgongea kengele kwa mbele, kwenda huko. Ile kamba kaivuta na parachuti ikafunguka. Mr. Vampire anakwenda chini. Sasa bado mimi na wewe. Your job to take. Na ndio parachuti yenyewe baki moja, brother, tukumbatiane au vipi? This is not a good time to make silly speech. Hakuna muda sasa hivi. Kamata hiyo. Hold on to me. Haya, nikamate vizuri. Nakwenda. Mama wewe! Nao pia wakashuka chini taratibu kumfuata Mr. Vampire. Tunarudi ndani ya jangwa la Kalahari. Ilikuwa ni mkamate wala wasichana wanatakiwa kunaswa. Aya, bahati mbaya kamba hiyo imezunguka mti. Oh! Wewe mzee umetokea wapi wewe? Shenzi. Bring those girls over. Leto wasichana hawa. Leto wasichana hao. Peter. Imekuwaje? Mbona umpuzi? What? Ametokea wapi? Na ndiye leta matatizo yote. Lete kwanza wasichana na huyu mpuzi, mlete kwanza hapa nijaribu kuongea naye. Mr. Vampire anashuka chini taratibu akiwa na parachuti. Nini washenzi wakubwa, mnachukua sana hitu mnapeleka wapi? Sana mfanya nini hao? Haya sasa, ndaeni mikuki na mishale. Mpigeni huyo. Mara Mr. Vampire akadondoka mbele yake. Katokea wapi huyo? Ile mishale na mikuki imemfikia yeye. That the gods had sent this strange-looking person to protect him from. Mara nyingi mgeni akija katika kabila lazima msalimie na mpaka sura yake apate kuiona. Spears did not. Bwana Mr. umetokea wapi? There was a red and Si akakichomoa kile kikaratasi kidogo. Klaus said, Kamcheki ni mtu ambaye concede. anaogopesha. Si akakichomoa. Mama! Hapa ni kibano tu kwa mtu yoyote ambaye yuko karibu, kwa sababu ile karatasi ilikuwa imetoka katika uso. Toba! Mungu wangu, ile kaza bunduki kule mtandike, au napeleka wapi hiyo bunduki? Lakini Mr. Vampire kwa risasi ya wao. Bwana kamata, umshambulie huyo. Mzungu ilibidi akimbie baada ya kuona kivumbi. Lakini huyu Mr. wa msituni alijua yaweza kuwa ikawa ni ile karatasi. Na ndio maana huyu jamaa akaangusha kipigo hapa. Mr. Vampire anajaribu kuwatafuta wako wapi waliobaki. Ngoja nikimbie. Kumbe huyo alikuwa na kengele. Wale wasichana walikuwa wamevaa kengele, kumbe wakikimbia na zile kengele zinalia. Mr. Vampire anakuja. Wanapozidi kukimbia na kengele zinaita. Yellow thing would stop to say. Basi bwana baada ya kufikiria muda mrefu akajua kwamba hii karatasi ilipoweza kutolewa pale, na huyu jamaa ndo anaanzisha hii ubabe. Wewe bwana mkubwa, karatasi yako hiyo. Mkubwa wewe, karatasi yako hii. Acha balaa wewe. Wewe, acha bwana. Hang on to me forever. Sasa mkurugenzi wangu tumenasa hapa, inakuwaje? Hapo hapa chini pana mimba inanichoma. Follow me up into the tree. Sasa tulia, uniachie taratibu na mimi nitoke hapa. Bloody African. Ndugu yangu inanichoma hii mimba. Ngoja kwanza mimi sitaki nikuachie, maana nikishika huku chini moja kwa moja. Baba! Mimi ni choma bwana mpaka kunako mavitus. So what? Wewe uoga wako bwana, hebu sogea huko. Toba. Okay, I think. Wewe fala kweli. Unafikiri kama tutagandana mpaka saa ngapi hapa? Sasa wale wasichana katika kukimbia sio kaingia kijijini. Mama.
Wewe mister nakugea karatasi yako hata utaki, acha kuwasumbua wasichana. Kwa sababu wasichana walikuwa na zile kengele na ndio maana alikuwa anamuita. Akambandika ukome. Wewe mister mbona unakuwa mshali hivi? Nakwambia utulie, utaki kutulia. Ngoja niwafungulie kwanza nyoa wasichana. Hey, we, unanibaishia. Mambo gani haya? No, don't do... Ukome. Mimi wa kiume mwenzako bwana. Usirudie tena. Kengele zinalia. Haya, we. Labda hizi kengele. Hebu situlize kwanza. Akigonga anakuja. Forward again. You're right, the bell. Basi taratibu nitoe hizi. Hizi kamba msipigize hizo kengele. Bwana mkubwa, kama hizi kengele mali zako. Haya, chukua na hizo hapo. Kana unazifuata kengele sana. Watu wote kijijini hapa baada ya kuweza kutulia huu mzimu walikuja kumuona. Jamani, kuna mgeni mweupe huku amekuja. Huku wale wa China wanajaribu kuhangaika jinsi ya kujitoa pale kwenye miba. When we swing clear, I'll shout now. Then you got to let go. Haya. Pindi nikienda hivi na wewe kienda hivi ni kutupa kwa upande huo. Mama we, inachoma. Imekuwaje? Imekuwaje na kati nimechomwa hapa? Yule mwanamke wa kizungu anakuja kuzinduka sasa hivi. Kuna madege ambaye anaitwa Bwana Afya. Ukizubaa unakwenda na maji. Wanakunyonya damu. Mama sijui umeumia. Went back to find... Baada ya kuweza kujua kwamba kule kutakuwa kuna watu waliopata matatizo, yule Bushman alienda kuwachukua watu ambao wamejeruhiwa kwa ajili ya kuwapatia msaada. Alikuja na wenzake. Sasa mambo yakawa kwenye kuendesha. Kukaa kapiga honi. Hivi vitu vitena vinalilia kutoka wapi? Wewe ulikaa vibaya huko kabonyeza vitu vya kizungu hivi bwana. Wazungu nao wanachekesha nama bwana yao haya. Sio ndo wanawasha wapi hapa? Akatiaga mama akarudisha rivasi. Toba, ngoja niendeshe kwa ukumbi, unakaa kwa huko hivi. Mama yangu. Sasa breki zenyewe kule kaziacha. Chali. Miguu juu. Wengine wananing'inia juu ya miti. Bwana mkubwa, poa sana. Wewe umeendesha vibaya wewe. Hapo sasa umeipatia mkurugenzi ongea. Na ukamwambia na kuozesha binti yangu, unaona tupeleka ado. Hamna shida. Kumbe gari wameunganisha na kamba. Baada ya kuunganisha na kamba wakaipeleka kwenye tembo. Asingeweza kuendesha hivi. Bwana, hiki kinywaji kinatokea wapi? Bwana, Mwenyezi Mungu akidondosha huko juu. Vikawakongoli watu. Ilikuwa ni ajabu kweli kweli. Baada ya kutoka huko, tunaelekea kule kwa wale wa China bado wanahangaika pale kwenye miba ina wachoma. Na mzee Msimba anakuja, mzee wa nyika. Haya, ngoja sasa nikutupe moja. Ukikaribia kufikia mwisho ujitoe mbili. Simba naye anaona kitoweo cha jioni. Anakitamani. Kinaenda, kinarudi. Na mimi ninacho hicho siache. Kinaenda, kinarudi. Na mimi siwaache hao. Kinaenda, kinarudi. Naona mboga hiyo. Karibu na mzee wa nyika. Lion. Toba, nilikuwa sijamuona. Mama. Wote ilibidi kukaa kimya. Pumbavu, toka hapa wewe Simba, mimi sio mboga. Fanya mambo basi ukimbie. Utawezaje kukimbia? Okay, come on. Hamna no, ngoja kuna wazo nimelipata. Kadondosha nguo. I'm sorry. Samani bwana. Nasema nenda. Toka, kwa sababu ilikuwa ni shauli na najua mambo ya miujiza. Toka nasema. Ile nguo sijui kama ina nini, anataka kukimbia nayo Simba. Simba naye anamkoromea, wewe usintishe. Wewe tulia, nasema tulia. Jiwe. Fadhali jiwe. Kakamata jiwe. Akakamata na mjusi kenge mama akamtupia mwenzake. Toba wote wamekuwa sasa hapo kwenye balaa. Simba anamkimbilia yule ambaye anakimbia. Siku zote ndivyo inavyokuwa. Mama wewe! Akufa mwenzio. Kuna mwingine anakuja, mfalme wa nyika naye akatumia uchawi akawasha moto, na siku zote hawa vifaru wanaogopa moto.
Akiona moto tu katika msitu huwa anashughulika na kuzima. Sasa akaendelea kuzima msitu usipate kuungua moto. Bwana, wazo uzuri, washa moto vingine. Mama, washa moto wewe. Akapiga fataki, moto ukawaka. Jo. Anamsumbua. Bwana, bomba kweli, acha aende akazime kule, sisi tunahangaika kukimbia. Haya, tuondoke. Si akarudisha moto kwao ili hawafuate. Anakuja. Ili balaa tena, pakia juu wewe, pakia juu. Anahangaika kuzima moto na watu wake hawataki kuacha. Sasa ndugu yangu, tutafanyaje? Karatasi zimeisha. Itabidi kwanza tupumzike hapa. Maana hili limeshakuwa balaa hili. Karatasi zimeisha, labda ningechoma moto ningemfukuzia kwa kule. You better meditate about how much we're paying you to get the ancestor back to China. Basi wale bwana ilibidi haraka waweze kuchukua hizo kengele zake waweze kumwachia hapo, kwa sababu wanajua wakizipiga tu huyu naye ataondoka. Sababu huyu ni mgeni wetu, basi itabidi akae hapa ndani ya chumba mpaka hapo Mwenyezi Mungu atakapoweza kumtoa. Na yule mzungu alimsaidia wa kike kwa madaktari huko. Mama muda wote alikuwa amezimika, anapokuja kuzinduka hivi ni kwa wapi? Huyu nani mtu? Usiku ulitimu katika kile kijiji. Hususan wananchi hao mara nyingi huwa wanapenda kujikusanya nyakati za jioni kwa kupiga hadithi na mambo mengine. Basi kwa siku hii ya leo ilibidi wazungumzie swala zima la kupata hao wageni, na hususan kikopo kimoja kilichotoka juu ya anga. Hawakijua kwamba hiki ni kitu gani, kwa sababu ni kigeni machoni mwao. Basi huyu bwana Bushman akamweleza mkurugenzi wao hapa, ambaye ni mkuu, ile kukidondosha mama yangu, kwa sababu ilikuwa ni soda kopo ikapasuka. Bwana, hiki kitu kinatoa nini? Kinatoa maji. Bwana, kinatoa maji. Wakajaribu kulamba. Asali. Sali kweli. Hebu leta na mimi kwanza nibofye. Bwana, unamaliza mwenyewe. Kwanza na mimi bwana. Mwenyekiti alikuja, hebu nyinyi watoto mnagombania, na sisi tuone kwanza kuna kitu gani hiki. It made you fight over it. Pumbavu nyinyi watoto, hamna adabu. Vitu vingine vibaya hivi. Sasa lakini mzee asali ile. Nini mtakuja kula vitu vya ajabu? Mama, kile kikopo kikafatuka. Mama yangu, kichwa changu. And the gods. Simuona sasa mzee kalaaniwa. Mzee ubishu wako. Hii ni sadaka Mungu ametupa, ulikuwa unatukataza, angalia Mungu kakuadhibu. Mzee ambaye alikuwa ni mwenyekiti, naweza nikasema kwamba ni mzee kuliko wote hapa. Alienda kuonyeshwa ule mzimu ambao ulikuwa umepata kuonekana leo hii, na ndio uliweza kumsaidia huyu bwana, la sivyo mishale ingemfikia. Tunarudi kwa upande wa pili, kwa wale wa China walilala tokea jana. Asubuhi imetimu. Kulikuwa kuna jamaa mmoja amekuja akakwapua mzigo. Nani huyu? Makopo yote yakatolewa katika sanduku lile, au tuseme kama mfuko hivi. Yalikuwa ni manyani katika msitu. Manyani ambayo ilikuwa na akili kama za binadamu. Wanapasua tu. Kimbia. Makopo mengine yalikuwa ni makopo ya vyakula, makopo mengine yalikuwa ni makopo ya soda. Shenzi wamechukua vyakula vyetu. Wanahangaika kupasua. Sasa hapa lazima tufanye mpango, la sivyo tunapigwa makonzi na jamaa. Noma. Lakini hawawezi kupasua hawa. Wanahangaika jinsi ya kupasua, hawawezi. Si unaona, hawawezi wakapasua bati ile. Meno yao si chochote si lolote. Tulale bwana. There you go. Lakini tumebakia na kikopo kimoja hapa. Hebu tuendelee kukandamiza. Malausi akajua. Huyo alipopasua, yule nani naye akaona. Yule nyani baada ya kuona naye akapasua. Shua. Na wote wakajua, wakaanza kupasua. Shua. Hey! Look at, amefungua vikopo vyote. Mama.
walifakamia msosi. I'll kill that. Haya, kosa waliotenda ni wao wenyewe kufungua nyani, pia wameona. Nyinyi nyani wapumbavu. Licha msosi. Sasa ilikuwa ni kuangaikia msosi. Nyani nao walikuwa na akili. Kikimbiza mmoja, wengine kwa wanachukua msosi. Bwana we. Ilikuwa ni hatari tu. Sasa mfuate. Mkurugenzi wewe ndio unaweza kudandia kama nyani, nenda bwana. Unasema nini? Wewe. Rudisha. Huku nao akaendelea kuwadunda, waache kumtandika mwenzao, pumbavu nyewe. Hilo. Walianza kuwatania. Tunatoka kule, tunakuja pale kijijini. Mzee anamulikwa na kitu hajajua kwamba ni kioo. You get these stones. Umetolea wapi haya mawe? Mama, kwani ni kitu gani hiko? Sasa hapa lugha gongana. Unashangaa hiki kioo. Hebu lete kwanza ile jiwe. Jiwe linapasulia kuni, ajabu. Bwana. Alafu ile jiwe kuna kitu cha thamani. Diamonds. Almasi. Hili jiwe juu yake kulikuwa kuna almasi. Saa ngapi baba watu ajipodoe? Bwana hapo ananionaje babake? Niko safi Mama baada ya kupata almasi anakimbia. Huyu mama nenda wapi na shoka yangu? Wewe mama, kamata kioo chako, nipe shoka nipasue kuni, watoto wajala wewe. Huyu mama baada ya kujua ile ni almasi akapakia kwenye gari faster anakimbia. Mama, kioo chako chukua tu bwana, chukua. Sasa mama unaenda wapi bwana? Wewe chukua kioo chako nifundishe vizuri. Lete na hiyo shoka. Hebu sogea huko bwana, nimekugea zawadi, nenda. Kafunga breki, toba mzee watu. Charlie. Shenzi huyu mwanamke. Shenzi. Nikau said the heavy... Huyu bwana hakuweza kujua kwamba ndani ya shoka ile kulikuwa kuna almasi ambaye ni muhimu sana. Huyu mwanamke nampatia kioo chake. Nani tena huyu? Huyo ni wewe, acha ushamba. Lakini sio mbaya. Ametokea kitu cha kujiona bwana. Strolling around admiring the scenery. Bwana, ukisikiaga Afrika ndio hii hapa. Wanyama kibao. Wale wanyama tunaona kwenye kideo ndio huko. My sacred duty to take him home. Lakini sasa wa China ilibidi waanze kumtafuta ule mzimu. More than 100 yards. Paka sasa wajijua mzimu umekimbilia wapi. I'm thinking even a giraffe is not tall enough. We've got to find a way to get... Lakini kwa sababu akili yangu inaweza akanituma kwamba yuko wapi. There they are. Tunaweza tukajua. Right here. Parachuti hii hapa. Sasa watakuwa wamekimbilia wapi. Sasa kwa sababu pia walikuwa na njaa, walianza kutafuta na msosi. Kulikuwa kuna aina ya mbuni hapa, jamii ya ndege ambao ni wakubwa. Sasa kazi ilikuwa ni kumkamata. Akampanda mbuni mmoja. Wewe! Ngoja basi. Nataka nikupaishe juu wewe. Anataka kupaa juu na parachuti kwa ajili ya kukagua wawezi kuona ule mzimu uko wapi. Baada ya kuvutwa sana, hatimaye mshikaji anafika juu. Vipi? Uko safi huko? Unaona? Vya bado naangalia. Lakini sijaona mzimu uko wapi. Endelea kuangalia basi, mimi naye uimbuni hapa. Chini aliona vitu vingi vya kuvutia. Kuna tembo, kuna giraffe, kuna mbuni, kuna nyumbu. Yaani hakika wako wengi. Wewe kinachotakiwa uangalie ule mzimu uko wapi wewe? Chaki ile maiti bwana. Sasa nao pia nataka kugoma kwenda. Wewe mbona unataka kunitosa tena? Mbuni kagoma kwenda. Akamtupe baba watu. Sasa inakuaje tena mimi nakwenda ovyo ovyo huku? Mungu wangu, wewe ngoja usinifuate huku, utaniumiza. Wewe usije huku. Oba. Wewe mshenzi sana. Hujui kama mimi nikukulijua alafu nakuja kuniletea hatari? Muangalia sasa kama ningekufa je. Shenzi wewe. Kaenda wapi? Hey, where you going? Hey, wapi unaenda wewe? When I talk to you. Hebu subiri kwanza hapa. You Shenzi. look at my back, you know. You always thought you're so bloody clever.
Tunarudi kule kijijini. Ilikuwa ni mida ya kwenda kuinda. Basi walichukuliwa mashujaa wachache kwa ajili ya kwenda kufanya mawindo. Kwa heri jamani, baba nani, kwa heri. Mtuletee Nguchiro. Lakini sasa kuondoka kwao usalama ukwepo kwa yule mzimu. Kama unavyojua tena tabia watoto, walianza kumfuata mzimu huyo. Hebu njoo hapa, unataka kufanya nini? Hebu njoo kunikutume. Watoto walimtuma mwenzao kimao kusudi kwa ajili ya kumzunga mama, wapate kumtoa huu mzimu. Wakiwa na kengere, mama nimeona watu kule. Mtoto mshenzi. Wewe hebu njoo hapa. Baada ya kuweza kumzuga mama, wale watoto walimchukua mzimu, wakakimbia naye kutoka nje ya kijiji ili waweze kucheza naye. Lakini hawakujua kwamba inaweza ikatokea hatari iwapo kama wakitoa kile kikaratasi. Wakuu wakiwa katika masuala ya mawindo. Mbona kama nimesikia kengere huku? Mungu wangu, nani kaleta huu mzimu huku? Ule mzimu ule kule, hebu twende mara moja. Kengere inatupwa kwa watoto. Wanazidi kukimbia na kuingia ndani zaidi ya msitu. Sasa tutupie kule. 1, 1, 2, 3. Sasa ikawa ni kumzuga. Mara anaenda huku, mara anaenda huku. Yaani kama unavyojua tena watoto ni furaha. Bahati mbaya kateleza chali. Hivi nyinyi watoto hamna adabu? Nani kawaambia mumlete huyu mtu huku? Lete. Mama yangu, watoto nao pia wanatupa zile kengele kawa balaa. Wewe nasema lete. Sasa ikawa ni kumwangaisha tu. Bahati mbaya sasa ikanasa. Hivi nyinyi watoto hamna adabu? Na mkirudi nyumbani nitakuja kuwapa sababu. Hebu angalia sasa. Maisha na sisi hatuwezi kumpeleka nyumbani tena. Zia akapiga mahesabu, akachukua mti kwa ajili ya kuchukua ile kengele pale. Mama yangu akigonga balaa, matunda yanadondoka. Wazi ngoja niendelee kuitikisa hapa, naye pia agonge huu mti. Sasa ngoja nimtumie kwa huku. Njoo. Matunda yanadondoka. Alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya huyo mtu agonge mti hapa. Savior was very useful for shaking. Basi ndio akaona kama vile ni nia nzuri tu iwapo kama wakimtumia hivi. Anagonga kidogo, mambo yanakuwa safi. Walikaa naye mpaka jioni kule ndani ya msitu. Tunakuja kwa wale wa China. Waliendelea kufanya jitihada za kumtafuta ule mzimu kuanzia asubuhi mpaka nyakati za jioni. Hawakuweza kumpata. Msitu ulikuwa ni mkubwa. Ni ndani ya nchi ya Namibia, nchi ambayo iko karibu kabisa na South Africa. Lakini jioni ya leo ilikuwa ni jioni ya mawindo kwa wale wakulima. Wametegesha miguu yao kwa ajili ya kuweza kunasa nyoka. Nyoka kilikuwa ni chakula muhimu sana katika nchi yao. Wanategesha miguu katika mashimo ya nyoka haya. Ni kawaida kufanya hivyo wakiwa katika mawindo. Hey! Nahisi nimeshanaswa hapa. Hey. Brother. Johnny huyu hapa. Kamata, ngoja nimshike. Kamshika mara moja, kamiza kichwa, kumtuliza. Lakini kuna watu ambao walikuwa wanawawinda hawa binadamu.
Sasa nyinyi mnamuogopa huyu mdogo sana. Hey, tumeibiwa. Kulikuwa kuna watu wa msituni ambao ni vimbilikimo. Wametuibia mzozi, kamata wale. Wao walikuwa hawezi kufanya ujanja, huwa wanavizia. Lakini achaneni nao. Acha tu achukue riziki. Turudi bwana kuinda. Huyu naye mkurugenzi kasema tumuache, basi tuache tu. Poa. Kwanza ule alikuwa mdogo tu. Hamna noma, leo riziki ni ipo hapa. Lakini kwa nini tumewaacha bwana afisa? Mara nasikia kile nyi. Kuna watu wengine huko. Ni ile mizimu inaweza kuwa, lakini mizimu mbona inatembea? Hao mabushman wakajua kwamba hii ni mizimu. Sasa hapa si tutaulizaje hawa? Wanataka kusalimia, mzee akajua kwamba anataka kushambuliwa. Sio unajua tena wa China, faster. Akamnasa. Bwana mkubwa, mkono wangu, taratibu mkono. Hey, I'm sorry. Samani. Wewe nimeshakuona mbaya. Wewe nenda bwana. Unifai, unanivunja mguu bwana. Nakamata mkono nataka kuvunja. Jamaa mbona ameingiza miguu yao kwenye mashimo? Wanafanya nini hao? Looks like some kind of health treatment. Hawakujua kwamba wenzao walikuwa wameweza kufanya hivyo kwa ajili ya kutafuta msosi. Wao walijua labda wanaweza wakakaa na wao hivyo hivyo kwa ajili ya kufanya maongezi zaidi. Wakajua labda ndio mkao wa heshima. Balaa zaidi ujamaa akapeleka socks tu peke yake bila kupeleka na viatu. Jamaa na ujasiri gani huyu mpaka anapeleka mguu hivi? Bwana mkubwa utangatwa. Jamaa anasema ndio. Jamaa wanaona kwamba tayari tumeshatia amri yao. Labda tuongee nao vizuri. Sasa hao jamaa sio umetokea wapi? Wanavuta pozi. Kumbe harufu ya mguu ilimvuta Malkia wa huko chini. Kama unavyojua tena siku zote Malkia ni wakubwa. Bwana vipi? Mbona unasogezwa? Mbona unasogea? Naambia kuna kitu kimenasa. Mama! Mama yangu ninavutwa. Jamani nyoka imeshapatikana nyoka. Hebu mvute huyo. Mvute. Mama we! Hey! Nyoka huyu alikuwa ameifuata harufu ya viatu huyu bwana. Hebu kamata vizuri huyo. Kwanza wakamchomoa huyu nyoka kutoka hapo. Siamini macho yangu. Kumbe jamaa alikuwa anatega mzozo wao. Mbona bala? Wewe mvute vizuri huyo. Mvute. Jamani tumepata bonge la msosi, utakula mwezi mzima. Bwana wewe tumpeleke kijijini. Kutaka hata maongezi na huyu jamaa. Walichukua msosi wao moto. Bwana nashukuru sana kwa kutupatia huyu msosi, maana yake bila wewe tusingempata huyu. Asanteni sana. Lakini ninaweza nikakutibia pia mguu wako kwa sababu ulikuwa umeng'atwa na nyoka. Hebu nyanyuka kidogo tukupeleke. Na sivyo unaweza kupoteza maisha hapa. Waliona ni vizuri na ni busara kumchukua huyu bwana kumpeleka kijijini kwa ajili ya matibabu. Wakatengeneza dawa ya nyoka na hatimaye wakampaka katika mguu kwa sababu tayari sumu ilishaanza kujaa katika mguu wake. Tell them I'm thirsty. Hebu waambie kwamba mimi nina kiu. Me too. Sawa. Bwana ana kiu jamaa. Anataka maji. Unajua nini? Jamaa yangu anataka maji, hii maji ya kunywa. See? Yani jamaa anasikia kiu. Yapite taratibu kimdebwedo. Very good. Nimekuelewa. Bushman mzee Sang akajua huyo mgeni anataka maji. Kumbe hawakujua kwamba katika jangwa hili maji ni adimu sana. Jangwa la Kalahari ni jangwa lisilokuwa na maji. Akaleta matone mawili ya maji. Jana hapo ndo mgeni umemkarimu. Bwana maji tuliokuwa nayo ni haya hapa. Maji huku ni gari kuliko kitu kingine chochote. Sasa ilibidi bwana anye kwanza moja. Maji mazuri sana. Ngoja nikampatie na huyu mwenzangu mmoja. Excuse me. Samahani. Here you go. Wewe usinitanie.
Kwa hiyo ndio inakuwaje? Ina maana tone moja tu. One drop too. Wanasema ya kwamba huku bwana maji ni kitu kingine tofauti huku. Maji gari kwa kweli. Oi, Sasa huyu jamaa ananitekenya, oh, maji yanadondoka hayo. Na hamna mengine tena. Ay. Oh. you missed your mouth. Sasa imekuwaje na mbele hii hapa maji yamekaa shavuni hapa, ngoja ni ya time. Ni ya time yaje mdomoni akayapeleka. Afadhali hata kulipata ile tone moja. Mama kubwa. That ancient treatment. Bana vipi mguu wako? Mguu uko fiti sasa hivi mzee. Jioni mara nyingi hupenda sana kuweka tafrija. Wachina wakakaa pembeni kuangalia wananchi nini wanafanya. Looks like they're a very happy people. Inaonekana ni watu wenye furaha sana. Maisha magumu lakini wanaishi vizuri. Furaha hii pia inaambatana na kupatikana kwa yule samaki mchanga mkubwa kweli kuliko wote. Crowd told the ladies that Yin was the... Basi wanawake wakaambiwa leo hii wawapatie burudani hao wageni waliokuja hapa. Sasa kila mmoja achague wa kwake. Wachina hawakujua kwamba walikuwa wanaangaliwa na visobe kwa ajili ya kulala nao. Bwana, lakini mimi na wasiwasi hapa tunachaguliwa wake wa kulala nao. Sasa hapa tuwe makini hapa. Jamani mimi wa kwangu yale bango ya njano. Bala. Mama yangu. Wasichana wakapita kwanza. Better go see what they're doing. Sasa kama unahitaji wewe wapate kwanza. Ngoja. Hey, ladies. Nyinyi wasichana mnaenda wapi? Friend's not even back yet. Mimi niko najua kwamba mmekuja kwa ajili yangu. Huyu ndio kwako huyo. Kumbe umeenda kutanisha makazi kaletoa kibonge. Na bwana tumeona kwamba unapenda sana vikubwa. Kibonge akaenda kulala kitandani na msubiri mtu wake. Hapana. Kumbe huyu kibonge anakutosha huyu. Unaonaje wewe? Mama, naendesha skani ya leo. He said, I'm sure your friend will... Bwana huyu mwanamke bwana hana shida. Nenda tu kabonyee. Haya. Bwana mkurugenzi. Do it. Ameleta kibonge humu ndani. Duty to my host. If you saw unaogopa nini? Wewe ingia ndani bwana. A strength. Kwa sababu sisi ni wageni umefanya takrima kubwa. Unajua kwa wenzetu wazungu kibonge kama huyu anakuwa fai. Sisi tunapenda vibonge. Basi mheshimiwa itabidi uvumilie hivyo hivyo, ingia tu ndani. Nilijua kwamba kibonge kidogo kumbe hatari. Na ule mama naye pia alikuwa anahitaji mwanaume akamvutie ndani. Mama bala leo 5 bila huko ndani. Asubuhi kumekucha. Ama bwana mpaka sasa hivi hawajajua kwamba mzimu wao uko katika hii sehemu. Sasa alianza kufanya research kidogo. Yaani uchunguzi. Bado hajakamilika hayo. Ngoja kwanza ni ya ponde. Baadaye kidogo kakangu. Kidogo tu mamangu, kidogo moja. Kumbe imechukua ngoja kwanza mpaka ni ya ponde babangu, mboga hiyo. Nakuja sasa hivi narudisha. Sawa Mama amemkomalia mpaka ilibidi arudishe. Basi mama anarudisha. Lakini mara kidogo akataka kumfanyia miujiza, akamwambia ngoja. Puliza. Na hapa. Mbona hamna kitu? Kweli nimeshaika hapo. Sasa baba keka hapa majani yangu. Kumbe alikuwa anajisikia haja. Na ile alikuwa anaitaka kuifanya kama toilet paper. You must find him and take them away from him. Lakini akiwa hapa yule mama alienda kumshtakia kwa mumewe. Majani imeondolewa. Jamaa akamfuata. Wewe mtu yuko wapi? Akakimbia na yale majani kuja kwa usawa huko, ukaona wengine. Sasa nitaenda kujisaidia wapi na mavi anataka kunitoka hapa. Atupa nguo hapa. Yuko wapi huyu? Mbona tumesikia vitu hapa vidondoka. Nani kadondosha hii? Maskini ya Mungu, mboga yetu imeharibika. Nani tena huyu kavunja ama vitu yetu? Shenzi kabisa, tumtafuteni.
Hawakumuona kwamba alikuwa ametulia hapa. Shenzi haja imezidi, tumbo linazidi kunikorofisha. Sehemu hii hapa ilikuwa imeizungushiwa ua. Alijua labda huko ndani patamfaa kwa ajili ya kujisaidia. Bwana mkubwa taratibu alianza kuvua nguo zake. Aanze kujisevia taratibu. Kama nakula vile. Kumbe kuna mzee mzima Snake Cobra. Toba, nakwambia nilibidi nikatikie hapo hapo. Sasa hapa mwanaume nitafanya nini? Snake naye alikuwa na njaa. Sasa ujamaa tumtafute. Kulikuwa kwa hapa. Hebu na hili banda hapa leo tulihamisha tulipeleke kule. Wote mnyanyue kwa wakati mmoja. Baada ya mjampata yule mwenye maua. Baada hatujamuona. Oh, nguo zangu mama yangu. Nyoka naye uko anamletea kashishi. Wala wakatoa. Huyo hapo alikuwa anafanya nini? Nyoka huyo hapo. Kafunga mkanda. Kamtumia nyoka kufunga mkanda. Afu akajifanya bonge la kidume yani. Kumbe muda wote alikuwa anaogopa nyoka. Nicole said you are Ilibidi afanye hivi ili mradi kusevu ngoma. Jamaa kidume huyo Yaani umekamata nyoka. Umekamata nyoka Basi wewe ni mwanaume. Na tunakutawadha kwamba hapa wewe ni moja kati ya mashujaa. Si ndio hizo sasa ishara za mashujaa? Thank you. Thank you. Asante sana nashukuru. Mimi nimemtumia huyu nyoka kama mkanda nashukuru. Lakini kumbe ni muoga hapa. Muoga kweli kweli. Bwana vipi inakuaje mbona wanakufagilia hawa? Wewe acha tu ngoja kwanza nikimbilie huku. Hapa nisipomtoa nyoka ataning'ata itakuwa balaa hapa. Nyakati za jioni zilipoisha kutimu, huyu bwana alianza kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa kutafuta njia kutokea mjini na isitoshe kumtafuta ule mzimo. You think it's funny? Come with me. Basi alikuwa anahitaji kuwafundisha hata na hao bwana ni jinsi gani ya kuweza kujilinda. Manake kumfuni kwa ajili ya kujenga mwili na kujilinda. Unafanya hivi? Hivyo. Wananchi wanacheka manake vitu ni vigeni sana kwao. Tumuone sasa mzee atafanyaje? Haya, fanya hivyo. Toba. Bala. Hapo chacha. Mwenzake wanacheka. Unaona hivyo fanya. Yaani hapa zangu kanichanganya kabisa. Haya baba tunaenda. Hivi Alafu ni kumkandile mundu. Aya! Mzee anakosea huko anacheka. Haya sasa style nyingine hii hapa ncheki. Fanya hivi. Haya! Mambo mazito haya. Bado anamchanganya kabisa. Hii. Hai. Anza hapa. Toba. Mzee anapiga mapanga sha. Wachina wakikubofya sehemu unaweza ukatulia muda wote. You do that every day. Sasa itabidi urudie kila siku na baada hapo utakuwa uko fit. A champion. Umeelewa? Na baadaye unaweza ukawa bingwa hapa kijijini kwenu mkampiga kila mtu anayekuja.
Kumekucha asubuhi na mapema. Leo ni siku ya pili, bado hawajajua wa China kwamba yule mgeni wao yuko hapa. Go on. Hebu njoo. Go on. Nataka niwafunze kitu kimoja. Msiwapige ndege. Hao pia ni watoto kama nyinyi. Baada ya kupanda juu alipata kuona makinda hawa. Sasa akatafuta sehemu nyingine nzuri zaidi ya kuhifadhi. Baada ya kuona unaweza kupoteza maisha kwa sababu mama yao hayupo kwa nyakati hizi. Ancestor, Mwenyezi Mungu, tuonyeshe njia ya ukweli. Nimeamua kuzungusha tiara ili tuweze kumjua yule mwenzetu yuko wapi na sisi tupate nafasi ya kuondoka. maybe you can live here happily ever after. Unajua kwamba tumekaa sana hapa, tumeshindwa kumuona huyu bwana. Kwa hiyo mimi naona ni bora tutafute nafasi ya kuondoka. Tusidili kubaki hapa mzee. What do you think I am? Put that down. Sawa, hebu kama wewe ni mwerevu, weka chini mzigo wako. You want to know where they are? Unajua mimi katika fikiria zangu, Have you noticed? hiki kiumbe hakiko mbali na hapa. Since we came to this, Lazima atakuwa yupo karibu na maeneo haya kabisa. Wewe unafikiria kwamba tunaweza tukaenda wapi katika msitu huu? this area. Bado tuko katikati ya msitu ambao hatuwezi kujua ni jinsi gani tunaweza kutoka hapa. Come to. Kwa hiyo tuwe makini. Tulia kwanza. Watoto wanamchezea. Na hatimaye mtoto mmoja akampandia juu. Sasa balaa nilotafuta hapa ni kubwa kwa sababu akimvua ile karatasi tu kumekucha. Leo wanatengeneza mtego ambao wakwenda kuwanasa wanyama. Hawaja kula nyama takriban mwezi sasa. Mama yangu, wamemdondosha. Watoto wameumia na huyu mmoja amenasishwa hapa. Watoto walikimbia. Aya, toka hapa chini. Nani watoto ni wapuzi? Nani kaambia umemdondosha huyu baba? Mkurugenzi. Samani bwana. Itabidi unyanyuke kidogo. Oya. Sasa ni mnyanyuaje? Sio kiumbe mzito huyo. Mheshimiwa, Me this way? sasa unafikiriaje? Twende kwa njia ipi? How much more? Sasa unataka kunitoa damu, nini maana yake? Okay, enough. Baada ya kuweza kushia damu pale, akapiga mahesabu jinsi gani ya kuweza kumpata ule mzemo. Back to his Sababu kidogo alikuwa ni mwerevu wa mambo kama haya, alikuwa na uwezo. tomb journey. Hebu tuongoze kwa sababu tunatambua kwamba wewe ni mfalme wa safari. Tuongoze tupate kujua ni wapi pa kwenda. Na ulipo, popote pale ulipo, tunaamua kushia damu hii Your descendant. ili upate kunyanyuka ulipo na tukujue wapi ulipo. Haya, aliposikia harufu ya Ankara, mzee alianza kutikisika ndani. Ujamaa sio anafanya naye tena nini na huyu kinyago huku ndani? Come to your descendant. Sema nyanyuka popote pale ulipo tupate huko. Look at it. Imekwaje? Just Yuko hapa hapa ndani. Tulia kwanza, ngoja. Anamnyanyua kule. Bana, vipi tena mkurugenzi? Nguvu kule zinakuwa ndogo za kumnyanyua. Aliendelea kufanya matambiko. Anashindwa kumnyanyua. Nguvu si ndogo. doesn't work. Bwana mheshimiwa, sasa inakuaje? Umeniambia nisiseme lakini inabidi niongee. Maybe an elephant. Tulia kwanza. Ili kumnyanyua huyu na aje sehemu ambako sisi tupo, inahitajika nguvu za ziada. You can shut your mouth. Natakiwa ufunge mdomo. Funga mdomo. Kiumbe mzito kweli kama tani moja hivi. He's lying. Inaonekana bado amelala chini. Ngoja nimbidue. Akamnyanyua. Akamrudisha. Haya. Kazi inakuwa ngumu kumnyanyua. Mshikaji mbona nilimwacha hapa tena?
Kwa hiyo sasa inakuwaje? Walikula wanakuja kumtafuta rafiki yao, kumbe hawajajua kwamba mnyanyuka yuko chini hapa. Pindi alipoweza kunyanyuka wamemuona. It's working. Hebu mshike miguu vizuri bwana. Si akamlalisha. Wote watatu wamelala pale chini. In a crevice or something. Inaonekana kuna kitu ambacho kinazuia haya. I'll ask the gods of wind and fire to remove all the obstacles. Sasa itabidi nitumie Mungu wa moto ili kuweza kuondoa kila kitu ambacho kinajaribu kuzuia katika mwili wa kiumbe. Nyamazisha mdomo wako. Ngoja nimtumie Mungu wa moto. Alianza kumzungusha pale, kila anapotaka kutoa vichwa kwa ajili ya kutoka inashindikana. See? Your hands Umeona? free now. Sasa hivi atanyanyuka hapa. And just go! Akamtupa pembeni kidogo. Bana vipi mmepona? Lakini sasa msimu unaondoka ule. Right, on your feet. Nyanyuka. Nikau said, please stay with us, don't go away. Sasa ndugu yangu basi siutulie. Walikuwa wanajaribu kumtuliza, kumbe wakujua kwamba huyu kiumbe anaendeshwa na wale wenzake kule. Yes. Sasa ndugu yangu unaenda wapi kwanza? Hebu tulia kwanza wewe. Nyie njoni mnisaidie, mimi ananishinda huyu. Hey. Kama vipi mwambie watoto watoke ndani huko. Walijaribu kuchukua mpaka kamba, wajaribu kumvuta. Lakini hii nchini hii ilikuwa ni nzito, anashindwa. Wakaiwekea katika mti. Nikau said, somebody is pulling him away from us. We have to keep him tied up. Basi baada ya kujua kwamba kuna mtu labda alikuwa anamuongoza huyo, walipomfunga kamba walijua wazi hamna kitu tena. Alikuwa na nguvu za kuweza kukata mpaka mti. Wana kiumbe vipi huyo? Kila wakimpeleka sasa hapa amekwama. Tembea! Oh, mzee kachoka. Karudi. Hapana, mimi na wewe tu hapa. Bado waliendelea kumwendesha. Sasa hivi bahati mbaya kamba ile akawa ameweza kuifungua. Kwa jinsi ilivyokuwa nakimbizwa, alikuwa anaingia katika nyumba moja mpaka nyumba nyingine anaifumua. Watoto wakiwa wamelala ndani, kile kiumbe kikaingia. Balaa. Kinafukua nyumba. Kila nyumba akiingia lazima haribu. Walijaribu kuhamisha mabandao baada ya kuona kwamba huyu kiumbe anataka kuumiza nyumba zote. Kila nyumba anayesogelea ilibidi waihamishe. Walisaidiana wote kuhamisha nyumba. He said, you must not take our Savior away. The gods sent him to protect us. Walijua hawa ndiyo sababu. Na ndiyo maana huyu akaita ukorofi. Baada ya kugundua hilo. Hebu kaa pembeni kwanza. Wewe mshenzi nini? Yeye ndio mkuwa mnamfanya nini huyu? Bwana, huyu ni wakwetu huyu. Wa kwenu? Tokea lini? Come again. Pumbavu wakubwa nye. Huyu Mwenyezi Mungu ametushushia huyo. Sasa tuwafanyaje? Wewe tulia. Si wanasema kwamba ni wakwao? Sasa na sisi tutaondoka naye tu. Now listen to me. He belongs to us. Huyu ni wa kwetu, si wa kwenu. Akamchomoa. Umeona? Hii ni ishara kwamba huyu ni wa kwetu. Nasema kama ni hivyo, hata na mimi mwenyewe nikimbandua huyo alete masiara. Sio mwana. Ujue kwamba huyu ni wa kwetu. Sasa hapa mtu ambii chochote na muondoke naye huyo. Yaani kambandua hajaleta ukorofi. Sasa ili kuonyesha kwamba ni wako wake, anamuongoza. Nao ili kumuonyesha kuwa ni wako wao, wanamuongoza. Sasa ikawa ni kumsumbua. Huyu anamuita huyu anamuita huyu. Njoo huku. Mbona wewe njoo huku. Wewe wa kwetu bwana. Hapana. Njoo huku. Kila kengele anaikubali.
Nikau said, you must lead the Savior. Sasa msitaki kutuibia hapa. He belongs. Mnakuja kuleta mauchawi wetu, mauchawi wenu hapa mje kutuibia. Tell him to kill you. Nitakuua mpumbavu wewe. Kitu. Wewe unanifanyia uchawi. Si akamwekea damu kidogo amshuti huyu. Mama! Alimwekea damu ya Ankara. Toba maskini kama ucha watu chali. Mama yangu leo nimekamatwa leo. Naona uwawa leo. Wewe moto leo nizuru mimi wewe. Wewe acha balaa wewe. Wewe. Jamani mnifiche. Nakwambia amerushwa harufu ya Ankara. Maskini baba watu. Sasa atamua huyo. Just teach him. Sasa ndio kizuizi chetu. Anataka kutuzuia sisi. Tusiondoke naye mpuuzi kweli kweli. Yaani Mungu wangu mimi leo nauawa. Jamani basi. Basi nimekoma. Akamtuliza kwanza kidogo. Akamwekea kikaratasi kingine kisichokuwa na harufu ya Ankara. Now do you believe he's ours? Sasa umeamini kwamba ni kwetu wewe? Ni kweli. Kweli nimeamini ni kwetu, nyinyi mchukueni tu. Sitaki balaa mimi. You came from, but you must do what you must do. Yes. It's not your ancestor. Sasa usilete tena longolongo, umeelewa? Tunamchukua kwetu ili tuondoke naye. Please look well after. Jamani mna shida. Yeye ndiye naye tu. The way Sina tatizo. Kutokana na matatizo yaliweza kutokea hapa ya nyumba kuharibika, waliweza kwanza kuwasaidia kujenga nyumba hii kabla hawajaweza kuondoka. Basi walitoa msaada mzuri tu, na hata huu mzimu nao pia waliendelea kutoa msaada. they helped Nikau and his family to repair the damage the ancestor had done to their houses, and then they said farewell. Basi maisha yalikuwa ni mazuri tu, na baada ya kuweza kutoa msaada na nyumba zikajengwa tena upya, walimchukua kiumbe wao kwa ajili ya kuondoka naye. Wananchi walishatokea kumzoea huu mzimu. Wananchi pia walitokea kuwazoea hao wageni. Lakini safari ilianza kuwapeleka mjini kwa sababu ya kupata msaada wa helikopta au ndege kurudi katika nchi ya China. Safari ilikuwa ndefu toka katikati ya huu msitu. Walipita katika hili jangwa na hii mbuga. Lakini katika maeneo haya yanakuja magari ambayo mara nyingi huwa yanakuja kuchukua watu ambao wa msituni kwenda kuwauza nje ya nchi. Ni kawaida kuja kuwateka. Huyu bwana akiwa ameondoka nyumbani hakuamini anachokiona sasa kinachotukia katika kijiji chake. Nikau said, I have to turn back. There is trouble. Nikau Singh. Nikau said, I have to turn back. There is trouble in my village. The bad people have come back. Baada ya kuondoka tu, Yes. mara watu wabaya wamekuja kwa ajili ya kutaka kuchukua watu, na istoshe inasadikika kwamba kulikuwa kuna mzimu wa bembaya wa vampire wa Kichina. And said, we will... Alijaribu kuongea na jamaa. Wait. We have to help you. The ancestor is very strong. He can help you fight. He has magic power. Kama unataka kusaidiwa, basi jibu ni dogo sana. Involved. Lakini kama ni vipi, ili swala lituhusu. Tumrudishe China bwana. That will smack your face. Ni lazima tuweze kumsaidia. Hebu mtandike kwanza huyo usoni. Bwana huyo alikuwa yuko tayari huyu Bushman asaidiwe. I'm Chinese too. Basi ngoja na mimi pia ngoja nije kwa sababu tena mimi pia ni Mchina. I'm a Bushman Allah.
Manje. Ninamtaka huyo Bushman aje hapa mara moja, anawasaidia watu. Kama Bushman lava manje. Haya, huyo ambaye anaitwa Bushman na aje. Wakaletwa watoto na jamii nzima ya Bushman. Wanamtaka ule mzimu na wanataka kuchukua baadhi ya watu kama mateka, wakawauze mbele kwa mbele. Come here. Come here. Kuja hapa, kuja. Mtasema huu mzimu uko wapi? Child. What I see. Wataki kutolewa watu wewe. Kama wataki kuelewa, You die. tunaua huyu mtoto. Where? Sema iko wapi? Bushman yuko juu ya mzimu. Charge. Haya sasa. Hapo chacha. Wanakuja. Hapa kilichobaki ni kwenda kuwafundisha watu adabu. I count 2, 3. Ninahesabu mpaka 3. Mama bibi umeumizwa. Kamata huyu mtoto mara moja. Wewe mtoto mshenzi unamng'ata bosi. Kuja hapa. Wakamweka chini ya gari akanyagwe. Na msiposema mtoto anakanyagwa huyu. Ngoja. Mtoto wangu kule jamani anakandamizwa. Usiwe na munkari baba. Niacheni. Akatulizwa aache mapepe. Unajua tena Wachina wakikandamiza. Imbulale. Yebo. Pole. Hebu panda ndani ya gari. Kanyaga huyo. Yebo. Jamani wazazi wanalia. Msiposema anakufa huyo. Haya! Akatumwa. Mzimu akaenda kule ambako alihitajika kufika. Akakamata huyo ambaye alikuwa Twenzetu. Maskini jamaa pale. Wakamkumbuka. Wakamrudisha, haya wewe pakia kwenye gari twende. Mama. Ndio huyu Bushman kiongozi wao Mtoto anamleta mzimu wa kivampire wa Kichina. Wape vitu hao. Mganga amekuja naye pia na mzimu wake. Nalizwa. Kiteni. Tukulala. Mama. Anakuja mtu mrefu ana futi zaidi ya 10 na ana utani. Haya kiongozi wangu. Nimekuleta hapa nataka unizibulie yule alipaka unga mwekundu huku. Haya. Tari wanaume. Usiogope mwili tu huo. Huo ni mkate, kiboko yake chai. Nionyeshe kitu. Kila kitaka kubipu
anashindwa. Ile kutishwa tu karudi. Bwana umekwaje tena unakuwa mbokoko? Watu wanacheka huko. Chinese chicken. Usiogope mwili bwana. Nionyeshe vitu. Anabipu. Anaenda anarudi. Bwana vipi mkubwa? Ina maana unanionyesha uoga. Wewe unakuwa mwoga hivi? Nenda kule. Aya. Hai. Ndio wedo huyo. Ndio maana anashindwa kuja huku. It's only a fatso. No muscles. Usimwogope bwana. Afraid of him. Ni nyama tu ile. Nikandamizie. Remember you're Chinese. Kumbuka kwamba ni Mchina. Go in there and Uogope chochote katika ulimwengu. Haya nenda. Akatishwa akarudi tena. Haya sasa wakubwa, jiandaeni kuwafinya hawa. Mdebwedo ameshindwa. Piga hawa. No wonder he never got promoted. Bwana sasa unafanya nini? Mbona unatumbua? The whole family. What? The Chinese in the... Unafanya nini ndugu yangu? Wewe ni Mchina. And I don't know you. Katika hii dunia bwana hakuna mfano wake. Ngoja kwanza nijivishe huku nyuma. Sasa mkubwa, huo mdomo wako wakati mwingine unakuja kuponza utawawa. Wote mabwege hawa hawana lolote. Sasa ina maana mkurugenzi wetu anatutosa. Watoto nao wakamuomba, tafadhali baba yetu, tafadhali kicha wetu tuonyeshe kwa ule mchenzi kule. Katupigie bwana, imekuwaje bwana umekuwa hivyo? Basi kaeni pembeni, amewasikiza. Haya nionyeshe, ngoja tulia. Wewe ngoja mimi nikakandamize bwana. Ikawa ni vurugu kati hawa. Wote ni mavampire. Hapana, haiwezekani ufe hivi kizembe. Haya akashindiliwa kabisa. Haya wananchi, piga hawa. Leo ndio itakuwa ni mwisho wao. Wananchi wamekasirika kona, hapana haiwezekaniki kila siku waonewe. Inabidi na wewe waanze kugawa maumivu. You think Kung Fu is king, eh? Sasa kuna upande ambako watoto walikuwepo. Ile mama wa kizungu anakimbia. Toba. Nani kanikandika misumari tena? Ngoja. Nitaona tu. Kuna watoto hapa chini. What have we here? Sio sisi ni kule. Na wakati ni nyinyi wapuuzi nyinyi. Wamebaki wakurugenzi wote wawili ambao mara nyingi huwa wanaamrisha mizimu yao. Huyu kwanza kaleta kiza kizito hapa ili mambo yake yafanikiwe vizuri.
Haya sasa, mama yangu, nyani naye anataka kuchukua mikoba. Mara mzimu wa nyani ukatoka taratibu. Sasa baada ya kuona baba mzimu wa nyani umetoka, ngoja nimsaidie huyu mwenzangu. Ukaingia kwa mwenzake ili sasa umshute vizuri sana huyu mganga wa kienyeji. Haya, staili zote za nyani sasa nazo. Bado vurugu inaendelea kati ya wananchi. Haya mama, toka mwenyewe. Hivi inapigwaje hii? Kumbe ni wa kiume mume wa ule mama. Acha Baada ya kuona huyu jamaa hajui kuitumia, wazee wa TFK. Nini tena? Si ikapigwa risasi karibu na baruti ikawaka. Mama. Sasa mzuka wa nyani kule juu umempanda babake paka yanamtoka maganda. Haya. Chali. Na mzimu taratibu ukapata kumuondoka. Bado baadhi ya wanajeshi wale ambao walikuwa wanajaribu kukamata wananchi waliendelea kuwakimbiza. Tulia wewe. Sija kupiga unaanza kulia. Hivi niko wapi? What the hell are you playing at? Wewe tena unafanya nini? Heroes. Picha zangu hizi bwana. Your heroes? Picha zako? Umestolea wapi? Unajua tena kina mzima kina Bruce Lee, kina Rambo, kina Jack Chan, wajui hawa. Sasa na ulibebewa nini tena hizi picha za kawaida? Bruce. Bruce. He taught me. Ngoja kwanza. Anamtambua Bruce. Akaona bora mshikaji wake amsaidie huyo. Jamaa anateswa kweli kweli. Akaona ngoja mzuie ili ampe mzimu wa Bruce. Ashughulikia hawa. Ngoja. Unajua nataka nifanyaje? Jo. Anataka kumpatia mzuka wa Bruce. Sasa inakuwaje msaidie huyo jamaa? Anauawa. Akatoa picha Bruce. Mwanaume akaiweka. Sasa anatoa mzimu, nasema yeye mzimu toka nenda kamfuate huyu jamangu. Mpe shavu. Akautuma huko. Mzimu ukatokea hapa. Jamaa kaenda akauvamia. Mama! Aya! Haya kwenda. Pumbavu nye. Haya toka.
bado anakuja. You won again. Safi sana. Anaona kashinda, mwenye ngoja nimtoe huyu mzimu. Worried that Bruce wants to... Haya, mzimu ukatoka. You sure he didn't stay? We! Mambo safi. Safi, eh? Hey. Mama anaendelea kutandikwa misumari na watoto. Sasa wamezoea kukamata watu watumwa, leo wamekamatwa wao. Adabu imewashika. The Bruce Lee of Africa. Bwana, huyu ndio Bruce wa Afrika. Mama naye anapewa sababu muda wote aendelee kucheza kama msimu. Misumari akisimama msumari. Hakutaka kuwaletea matatizo zaidi, ni kwamba aliwaruhusu waondoke. Bushman wa Afrika na Bruce Lee wa Afrika. Nawe mama ukome, kwa sababu watu tunahitaji kuishi kwa amani hapa. Usije ukarudia tena. Vitu vyote vimekwisha. Bwana, ninashukuru sana kwa msaada wako. Nafikiri kwamba tatizo ambalo lilikuwa linatusumbua kipindi chote litakwisha. Jamaa amekwama hapa. Jamani, yeye mnisaidie. Vipi bwana, mimi sijafanya chochote bwana. Mimi naondoka. Mimi sina ubaya na nyinyi bwana. Baharini wa kurugenzi. Helikopta ilipata kufika baada ya kuweza kupata ripoti ya kwamba kuna Wachina ambao walikuwa wamekwama hapa na walikuwa wanahitaji msaada. Basi helikopta ilipata kuja katika maeneo haya kwa ajili ya kuwapatia msaada, kuondoa, kuwarudisha mjini. Shuka chini wewe! Ndio tunashuka, alikuwa tunatafuta uwanja mzuri wa kutoa. I give you money. You come down. Kama ni pesa tunakupa bwana. Ukichonga isaidii kitu. Waambie watu utatoa pesa. Bwana, tunashukuru sana kwa msaada na kugea mavazi yangu haya. Na mimi nakugea zawadi hiyo. Nafikiri hayo mawe mnayapenda sana. Mama yangu. Tanzanite. Dhahabu. Almasi. Anasema basi na nyinyi siku moja mtukumbuke mje huko. So, just a few things to remember him by. Amenigia vitu vichache tu rafiki yetu, usijali. Na mimi nasema nashukuru sana. Na wewe kamata, niangalie basi. Don't you help your... Hamna shida, labda ugio ya kwako bwana. Bushman yule wa Kichina amevalishwa nguo za Kiafrika. Friends. Bwana, rafiki yangu, nenda salama na Mwenyezi Mungu atakusaidia na mtafika salama. Utukumbuke, na kama iko siku naweza nikapata mimi safari na nikaja huko ambako upo. Hii ni kawaida, ni kuagana kwao au kusalimiana. Tutaonana ndugu yetu. Haya, twende. Watoto wamekabidhiwa nguo za vampire. Walikuwa ni rafiki yao. Picha hii ni kwenda kwa jina la Crazy Safari, safari ya uchizi, ambayo ni Bushman sehemu ya 4 au God Must Be Crazy sehemu ya 3. Lakini kumbuka picha hii inakuja kwa udhamini mkubwa wa MJL anayepatikana ndani ya Yombo kwa Limboa. Pia wako ndani ya Vingunguti Kidarajani. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawasiliana naye kwa namba za simu za 07
13381436. Naitwa DJ Maki. Nasema asante kwa kushirikiana na wewe mwanzo wa picha mpaka kwisha kwa picha hii. Nasema asante. Wise one, you gave his clothes away. How do I explain it to my family? Haya, kamata la kwako hilo hapo. Naona unanibuguzi kila wakati. Explain it to my father. Lakini mbona umenigea nusu? How do I explain it to my... Na lila kule je? And how do I explain... Aha. Hapo ndio nitakuwa mimi nimetosheka hapo. Haya wanaume. Bushman amevaa zile nguo za Kichina. Walikuwa wanaigiza kidogo masuala ya rafiki yao mzuri, na hata hapa walikuwa wametengeneza kinyago kama cha yule rafiki yao. Walikuwa waishi kwenda kusali pale wakiwa na imani kinyago hiki kinamwakilisha rafiki yao, na wana imani kwamba watasaidiwa siku zote hata kama kinyago hiki kikiwa hapa. Sina mengi ya ziada, nasema na kushukuru kwa kipindi chote kushirikiana na mimi mwanzo wa picha mpaka mwisho wa picha. Tutaonana siku nyingine. Napatikana kwa namba za simu za 0712532484. Kwa mara nyingine tena kumbuka ni kwa udhamini wa MG anayepatikana ndani ya Yombo Kolimbo na Vingunguti Kidarajani, lakini pia kumbuka picha hii inapatikana kwa Mnyani Greek.